usulu za madhhab, usulu madhhab al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ana usuli za madhhab, misingi iliyokita katika madhhab yake. Tukisema usuli tutakusudia adilla, misingi ya dalili ambayo anaitegemea. Bila shaka inafahamika kuwa yeye ni imam katika imma ahli-sunnah wal-jamaa, kwamba misingi ya madhhabi yake au misingi ya njia iliyopita katika kujenga msimamo wake katika masala ya fiqh ni alkitabu was-sunnah. Huo ndio msingi mkubwa. Maana akasema la yusawi ila shay'in ghayra alkitabi was-sunnah wa huma mawjudan. Hatuwezi kwenda kwenye kitu chochote, watu hawaondoki kwenda kwenye chochote isiyokuwa kitabu na sunna, na hali ya kuwa vitu hivyo vipo. Na ndio maana akawa anafuatilia sana masala ya sunna as-sahiha, mpaka akawa na kauli yake maarufu aliyokuwa akimwambia mwanafunzi wake bora kabisa katika wanafunzi wake wazuri aliyokuwa akiwapenda, nao ni Imam Ahmad. Alikuwa akimwambia Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, amwambia antum a'lamu bil hadithi warijali minni. Nyinyi, wewe Imam Ahmad, wewe amwambia kwa khitabu ya jamaa, sio antum, lakini anamkusudia Imam Ahmad, nyinyi, kwa maana wewe Imam Ahmad ni mjuzi zaidi wa hadithi na wapokezi wa hadithi kuliko mimi. Tawadhu ya Imam Shafi'i na mimi mwanafunzi wake. Fa idha kana alhadithu sahihan fa'alimuni, hadithi ikiwa ni sahihi nifahamisheni, kufiyan kana au basriya au shamiyan hatta nadhhaba ilayhi. Ni mmoja hadithi hiyo ni ya watu wa Kufa au ni watu wa Basra au ni ya watu wa Sham, ili tuifuate hadithi hiyo katika manaqib ya Imam Ahmad ya Ibn al-Jawzi. Kwa maneno haya yanaonyesha tawadhu ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, lakini pia yanaonyesha qima cha Imam Ahmad mbele ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alayhi. Imam Shafi'i kwa tawadhu kuliko mwanafunzi wake, na Imam Ahmad alikuwa ni bingwa katika elimu ya hadithi kwa hifdh na maarifa, yani riwaya za hadithi na diraya na maarifa ya rijal na ilal za hadithi, na ushahidi wa kuwa yeye ni bingwa katika hilo ni mwanafunzi wake Imam Ahmad. Katika mwanafunzi wake mkubwa ni al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kwa bila shaka kumtoa mwanafunzi kama yule ni alama ya kwamba yeye amebobea katika jambo. Kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akamuomba hilo. Kwa hiyo yeye hapa tutakutoa ushahidi wa kuwa msingi wake ni kufuata ahadithi sahiha, na ndio maana katika waraa aliyokuwa nayo Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala na maneno kwamba idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, itakapokuwa imesihi hadithi hayo ndio madhehebu yangu. Kwa maana kwamba labda nimetoa kauli mimi nikasema jambo fulani la juzu au halijuzu, mathalan nikasema lafaa au halifai mathalan, kumbe kumekuja hadithi kwenye lile ambalo linasema kwamba lafaa, hadithi imekuja inasema haifai, mimi sikuiona, basi hiyo hadithi ndio madhehebu yangu, sio haya niliyosema. Au nimesema jambo fulani halifai, kumbe kuna hadithi inaonyesha kwamba lafaa jambo hilo, basi haya ndio madhehebu yangu. Na ndio maana katika maneno yake mara nyingi anaweza kutoa fatwa au akataja masala, baada ya kuyahukumu masala yale akafanya ta'liq kwamba in sahha alhadith, hii hukumu yake ni kadhaa kama ikiwa hadithi imesihi, kama tutakavyoona katika masala ya aklu lahmi aljazur, kwamba naqdu alwudu bi akli lahmi aljazur, kuchanguka udhu kwa kula nyama ya ngamia. Je, mtu akila nyama ya ngamia udhu wake umechanguka? Akawa ametaja kwamba kama hadithi itakuwa imesihi basi mimi nitafuata hadithi hiyo. Al-Imam al-Baihaqi akaja kumthibitishia kwamba hadithi imesihi baada ya kufariki, kwa sababu Imam al-Baihaqi kuja baadaye rahmatullahi alayhi kwamba hadithi imesihi, na haya ndio madhhabu ya Imam Shafi'i. Pamoja na kwamba katika nawaqid al-wudu katika madhhabu ya Shafi'i hawataji aklu lahmi al-jazur, kula nyama ya ngamia. Tumefahamu? Kwa hiyo alikuwa ana hirsi kubwa ya kufuata hadithi, na ndio maana zimekusanya buhuthi za ilmu
masaili ambayo al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ameyatungika kwa kusihi kwa hadithi kwa masala haya. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwendo wake ni kufuata hadithi popote itakaposihi. Kadhalika anaona hujja ya al-ijma' kama ijma' ni hujja, kadhalika al-qiyas as-sahih. Kwa hizi ni katika usuli za madhhabi yake. Baada ya kitabu na sunna, basi kuna jambo hili, na haya ameeleza kwenye kitabu chake Ar-Risala. Maneno haya ameeleza kwenye kitabu chake Ar-Risala. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ameishi namna hiyo na akaujenga msingi wake hivyo, akawalea wanafunzi wake hivyo, na akaviandika vitabu vyake kwa namna hiyo. Kwa hiyo kuna masaili mengi, mathalan masala ya hujja ya hadithi hapa, kuna mambo mengi naambiwa hizi ni katika usuli ya Imam Shafi'i. Na kisha mtu atasema kwani Imam Shafi'i peke yake, hata Imam Ahmad, hata Imam mwingine, kuna vitu viko ndani hapo vingi vimejaa. Mfano hadithi mursal. Je, hadithi mursal ni hujja au si hujja? Je, kufanyia kazi hadithi dhaifu kama hakuna sahihi mathalan, sawa, iko hadithi dhaifu, je ni bora tuifanyie kazi hadithi dhaifu au tutumie rai? Muone sasa pana khilafu za wanachuoni. Wengine wanaona afadhali tumie hadithi dhaifu kuliko rai, wengine wanasema hadithi mursal sio hujja kabisa, wengine wanaona kwamba ni hujja. Kwa hiyo yule atakayeshika msingi huu kwa mujibu wa maelekezo aliyotoa imamu huyu, anaambiwa anakwenda kwenye usuli zake. Na wanawachuoni wakubwa wengi tutakaoona tunaambiwa kwamba hawa ni Shafi'ia, wako ndani ya madhehebu ya Shafi'i kwa sababu wametumia usuli alizoziweka al-Imam Shafi'i. Na wakati mwingine waweza kumkhalifu hata kwenye kauli, au wakati mwingine wakawa na ikhtiyarati zao tofauti, kwamba hii ni ikhtiyari ya al-Imam an-Nawawi, lakini yeye amechagua kauli fulani kwamba mimi msimamo wangu ni kauli hii, lakini bado anahesabika ni Mshafi'i kwa sababu hiyo kauli aliyochagua amepita katika msingi aliouweka al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika madhhab. Tumeelewana? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafanya wepesi katika madhehebu haya, wakapatikana kundi kubwa la wanawachuoni walioyapokea madhhabi ya Imam Shafi'i na wakavipokea vitabu vyake, wakavitawanya, wakawa wanavisomesha kwa misingi ya Imam Shafi'i. Maimamu walikuwa wengi tena wakubwa zaidi, na waliodhibitiwa ni maimamu 7, hawa 4 na wengine 3 ambao ni al-Auza'i, Ibn Mubarak na nani na Sufyan al-Thawri. Wote walikuwa na madhahibi, lakini sasa wanafunzi wao hawakuweza kuyapokea ile masala yake na kuyaeneza kwa watu wengine, na wengine walifanikiwa kueneza, watu wakayapokea, lakini ilipokuja madhehebu mengine yakafunika yale yakawa yametoweka, kama madhhabi ya Imam al-Auza'i yalivyotoweka huko Sham kwa kuingia madhhabi ya Shafi'i walipoingia, na maulama baadhi ya Shafi'i walipoingia Sham, madhehebu ya al-Auza'i yakatoweka. Kwa hiyo alipata watu wa kuyapokea, yani kama vile shekhe ana wanafunzi wake, wanafunzi wamepokea ili misimamo yake wakaieneza, ikatawanyika kwa watu, na Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alipata kabuli hiyo. Watu walipokea elimu yake kupitia wanafunzi na vitabu vyake, kisha wale wakaeneza masaili na fatawa za Imam Shafi'i na usuli za Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, wakaendeleza. Na mtu wa mwisho kabisa kama tulivyoeleza alifanya juhudi kubwa ya kueneza madhhabi ya Imam Shafi'i, al-Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, alifariki mwaka 270, miaka 66 baada ya Imam Shafi'i rahimahullah. Na kadhalika al-Imam Abu al-Qasim Uthman bin Sa'id al-Ammati, huyu alikuwa ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Imam Shafi'i, kwa sababu amesoma ilmu kutoka kwa al-Imam al-Muzani na al-Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, akalazimiana nao kwa muda mrefu, kisha akasafiri kwenda Baghdad tena
akapeleka fatwa na masaili ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala huko. Alifariki mwaka 288. Huyu ndiye alikuwa sababu kubwa kabisa ya kuleta nashati ya madhhabi ya Imam Shafi'i huko Baghdad na kueneza zile musannafati mpya za Imam Shafi'i huko Baghdad. Maana wale walikuwa wana zile kauli zile za zamani. Sasa hizi kauli mpya hizi alizozitoa Misri, kwa sababu nilisema kaulu qadim na kaulu jadid, kauli ya zamani na kauli mpya. Kauli qadim ni ile aliyotoa kabla hajatoka Baghdad, na kauli jadid ni ile aliyoleta wakati wakiwa yuko Misri. Kuna masaili mingi yalimdhihirikia kwamba zamani nilisema hivi lakini si sawa, sawa ni hivi kwa dalili hii. Kwa hiyo akayafuta yale yaliyotangulia. Alikuwa na kauli mbili, hii ya zamani na mpya. Ya zamani ni ile ambayo alileta kabla hajatoka Baghdad, na mpya ni ile ambayo wakati yuko Misri amebainikiwa, ikawa ameleta masala ambayo yako kinyume na vile alivyosema mara ya kwanza, kwa sababu yeye ni bashar, kupitikiwa au wakati fulani kwa mazingira fulani aliona kwamba masala haya hukumu yake ni hii, lakini baada ya kutaamali akaona hapana, hukumu nyingine ni hii. Kwa hiyo itaambiwa hii ni kauli qadim na hii ni jadid itakapokuwa kauli hizo mbili za gongana, moja ni ya Baghdadi na nyingine ni ya Misri, lakini zinagongana. Kwa hiyo kauli ambayo ni maamulu biha, ambayo ni mufta bihi, ambayo ndio madhhab, ni kauli jadid. Kauli itakayosabika kwenye kauli ya madhhab na ndio kauli ya kutolewa fatwa na ndio madhhab ya Imam Shafi'i ni kauli jadid, ila katika masala kadhaa ambao wameyataja takriban 20, takriban masala 20 tuyataja mara nyingine, hayo hufanywa kazi kaulu qadim. Inshallah tutakuja kueleza. Sasa al-Imam Abu al-Qasim Uthman bin Sa'id bin Bashar al-Ammati, ambaye ni katika ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i, baada ya kusoma kwa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi na kwa al-Imam Abu Ibrahim al-Muzani, yeye akaenda Baghdadi na vitabu vya Imam Shafi'i vile vipya na fatawa mpya na akwali mpya za Imam Shafi'i akazieneza Baghdad. Ikapatikana shauku kubwa sana pale Baghdad, kwa sababu tukisema Baghdad wakati huo ilikuwa ndio asima ya daula Islamia, ilikuwa ndio mji mkuu wa daula ya Kiislamu, kwa sababu Banu al-Abbas walikuwa wako hapo, daula Abbasiyya. Kadhalika katika wanafunzi waliokuja kueneza sasa madhhabi haya ni Abu al-Abbas Ahmad bin Umar ibn Surayj al-Baghdadi, ambaye huyu alisoma kwa Abu al-Qasim al-Ammati na wengineo, na alikuwa ndio imamu Shafi'ia katika zama zake, mpaka wakawa katika wakati huo wa zamani wakumwita Sheikh al-Madhhab, kwa sababu kuna wengine wanaitwa Sheikh al-Madhhab, Sheikh al-Madhhab, ambaye ni al-Imam an-Nawawi na kabla yake al-Imam ar-Rafi'i. Sheikh al-Madhhab nikisema Sheikh al-Madhhab anakusudia al-Imam an-Nawawi, lakini hapo zamani kabla ya hao nikisema Sheikh al-Madhhab ilikuwa anakusudia Abu al-Abbas ibn Surayj. Abu al-Abbas ibn Surayj wenyewe walikuwa wanamuita al-Baz al-Ashhab, kozi wa kijivu. Kozi ni aina fulani ya ndege, na kupitia yeye ndiye madhhabi ya Shafi'ia yakaenea katika miji mingi ya Kiislamu. Na yeye aliwahi kuwa kadhi katika wanafunzi wa Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhim. Alikuwa kadhi katika daula ya Kiislamu, yeye ni mmoja katika hao. Alitawalishwa ukadhi katika mji wa Shirazi huko Faris, Irani ya leo, akapewa ukadhi, kisha baadaye akaenda Baghdadi, akafariki mwaka 306, yani takriban baada ya miaka 102 tangu kufariki Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Hiyo inasema kwamba ni mujaddid wa karne hiyo ya 4. Mwingine katika wanafunzi walioeneza madhhabi Shafi'i, na hiki ni kipindi cha pili kilikuwa, ni Abu Zur'ah Muhammad bin Uthman ad-Dimashqi. Huyu ni mwanafunzi wa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, aliishi Misri na alikuwa ni kadhi takriban kiasi cha robo karne hivi. Alikuwa ni kadhi katika nchi ya Misri, kisha akahamia Dimashq kama kadhi
huko sasa ndio akafanya kazi kubwa ya kueneza madhhabi ya Shafi'i kiasi ambacho ilipelekea madhhabi ya al-Auza'i kutoweka, kwa sababu yeye alikuwa akiwashajisha wanafunzi tulabul ilm kama kadhi. Alikuwa akikaa akifanya mambo ya qadha, lakini pia vile vile alikuwa akikaa kusomesha. Anawahimiza wanafunzi wahifadhi mukhtasari wa al-Muzani. Ukihifadhi mukhtasari al-Muzani utapata dinari 100. Watu wakaacha vitabu vingine wakasimamia kuhifadhi mukhtasari al-Imam al-Muzani, basi watu wakachukua madhhabi ya Shafi'i. Na ukitaka kueleza jambo lako wewe, pitisha ilmu. Tulabul ilm ndio mashekhi wa kesho. Kwa hiyo wale wakachukua madhhabi ya Shafi'i kwa kuhifadhi mukhtasari al-Imam al-Muzani, watu wote ikawa wanakwenda katika mwenendo huo. Matokeo yake madhhabi ya Shafi'i kaenea, madhhabi al-Imam al-Auza'i ikawa imetoweka. Mimi jambo athari kubwa sana. Huyu ni al-Imam Abu Zur'a Muhammad bin Uthman ibn Ibrahim ad-Dimashqi, ambaye ni mwanachuoni wa hadithi, ni mtambuzi wa mambo ya hadithi, amefariki mwaka 302. Mwingine ni Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Isa al-Marwazi, maarufu kwa jina la Abdan, ambaye alilazimiana vile vile na al-Imam al-Muzani na Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, na huyu ndio aliyepeleka madhhabi ya Shafi'i huko sehemu za Marwa. Sikia al-Marwazi nisba ya Marwa, yeye ndiye alipeleka madhhabi huko, na huko kulikuwa kuna madhhabi ya Imam Ibn al-Mubarak, lakini yeye akaeneza madhhabi ya Shafi'i ikaenea. Mwingine ni al-Hafidh Abu Awana Yaqub bin Ishaq al-Isfaraini, al-Imam Abu Awana ambaye alikuwa ni mtambuzi katika mambo ya fiqh na hadithi, ni mwandishi mashuhuri wa vitabu. Kuna mustakhraj ya Abu Awana ameandika yeye, lakini mwanafunzi wa Imam al-Muzani, kadhalika Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, na yeye ndiye aliyepeleka madhhabi ya Shafi'i huko sehemu za Naisabur, Nishapur. Kusema Naisabur ni sehemu za leo ni Turkmenistan. Yeye ndiye ambaye ameingiza madhhabi ya Shafi'i huko, amefariki mwaka 316. Mwingine ni al-Imam Abu al-Abbas Muhammad bin Yaqub an-Naisaburi, maarufu kwa al-Asam, ambaye amezaliwa mwaka 247. Huyu bwana katika wanachuoni wa hadithi alisafiri sana kukusanya elimu ya hadithi, na akawa amehifadhi mambo mengi, lakini pia akawa anasoma fiqh. Sema kuwa yeye ni muhaddith, liko juu zaidi kuliko yeye kuwa ni faqih. Na alizisoma musannafani za Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwa mwanafunzi wake Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, alimdiriki kwa alisoma kwake mwishoni mwa umri wa al-Imam ar-Rabi'. Mwingine nitawataja kwa haraka katika wanafunzi wa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ambao walichangia katika kueneza madhhabi ya al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Ali ibn Ismail al-Qaffal al-Kabir al-Shashi. Hawa katika wanachuoni huko Shashi ni Madina, ni mji huko katika mji wa sehemu ya Tashqand ni asili mpaka leo, ndio mji mkubwa wa Uzbekistan katika zile jumuhuriyati zile zilizokuwa chini ya Sovieti. Uzbekistan ndio mji mkuu ni Tashqand. Sasa pana mji pakiitwa Shashi. Hii ni mwanachuoni kutoka huko, amefariki mwaka 365. Amesoma kwa Abu al-Abbas bin Surayj na wengineo katika wanachuoni wa Shafi'ia, na yeye ndiye alikuwa na kazi kubwa ya kueneza madhhabi ya Shafi'ia huko mawara an-nahr. Ukisoma kwenye vitabu kuna lugha inasema mawara an-nahr, miji iliyokuwa nyuma ya mito au mto fulani, unakusudiwa mto wa Jayhun, kwa sababu kuna Samudaria na Amudaria. Sasa Jayhun ilikuwa ni Amudaria. Sasa miji ile ambayo iko nyuma ya an-nahr, nyuma ya mto Jayhun ni nchi za Uzbekistan, Tajikistan na Kazakhstan. Kwa leo ukisikia
min biladi ma wara an-nahr, basi ujue ni nchi hizo Tajikistan, Uzbekistan na Kazakhstan. Hiyo ndio aliyapeleka madhhabi ya Shafi'i huko. Na mwingine al-Imam Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundhir. Al-Imam ibn al-Mundhir maarufu an-Naisaburi, ambaye ameandika baadhi ya vitabu katika madhhabi ya Shafi'i. Ni mshafi, lakini pia baadaye alifikia martaba ya ijtihad, kwa na madhhabi yake, yani mujtahid mutlaq fi akhir hayatihi. Al-Imam ibn al-Mundhir maarufu. mwingine al-Hafidh Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq bin Khuzaimah as-Sulami an-Naisaburi, wanachuoni wa Naisaburi, katika wanachuoni wakubwa mpaka kufikia anaitwa Imamul A'imma. Imamul A'imma ibn Khuzaimah fi sahih, sema sahih ibn Khuzaimah, akhrajahu ibn Khuzaimah fi sahihihi. Ni mwanafunzi katika au katika wafuasi wa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Hiyo katika madhhabi haya, kwanza alianza kuwa Shafi'ia, baadaye akafikia daraja ya ijtihadi akawa ni mujtahid mutlaq, lakini akapokeka kidogo katika baadhi ya ijtihadati zake, lakini usul za madhhabi yake au na mfumo wake ni usuli za Imam Shafi'i, kwa akaambiwa wewe pia naye ni Shafi'i. Mwingine ni al-Imam Abu Muhammad Ar-Razi, mwingine al-Hafidh Abu al-Hasan Ali ibn Umar ad-Daraqutni. Imam ad-Daraqutni Ali ibn Umar Abu al-Hasan maarufu kwa kitabu Sunan ad-Daraqutni, ana kitabu al-Asma wa as-Sifat, kitabu ar-Ru'ya, kitabu fi aqida. Imam ad-Daraqutni maarufu katika kibaru al-muhaddithina fi asrihi, bali na ilal, na inasemekana ile ilal, kitabu al-ilal amekiandika kwa hifadhi yake. Wanachuoni wanasema kama ikiwa ni kweli ameandika kwa hifadhi yake, basi atakuwa yeye ni mwanachuoni ambaye la nadhira lahu, hana mfano kwa hifadhi. Kwa Daraqutni katika madhhabi ya Shafi'ia. Baada ya marhala hiyo ya wanachuoni hao, kwa maana kwamba tunataka kusema madhhabi ya Shafi'ia imejikita, ina miamba madhubuti hasa katika elimu ya hadithi. Wanachuoni wengi katika muhadithuna walikuwa Shafi'ia. Kadhalika wanachuoni wengi walioandika katika usulul fiqh, hasa katika tariqatul mutakallimin, ni Shafi'ia. Bali waandishi wa vitabu wa elimu ya mustalahul hadith wengi katika hao ni Shafi'ia, wengi sana. Nadra kupata wanachuoni wa madhahibu wengine wameandika katika mustalahul hadith na usul fiqh, muadhamu wao ni katika Shafi'ia. Kwa ni madhhabu ambayo imepata khidma wanachuoni wengi sana. Lakini ma'al asaf katika usulu mutaakhira ni katika madhhabu ambayo imepata mtihani, ikavamiwa na masufi sana. Kwa hiyo mutaakhiruna wakapenyeza tasawufi nyingi kiasi ambacho ikaonekana kama madhhabu ya Shafi'ia ni ukhurafi. Ukhurafi nini? Kwa sababu kuna watu walikuja wakavamia ndani ya madhhabu, wakayaingiza mambo ambayo si madhhabu. Sisi tunajua ni madhhabu ya ahli sunnah wal jamaa, si madhhabu katika madhhabu ya tasawuf wala khurafat, madhhabu za bid'a. Pia wakaingia baadhi yao ashaira katika baadhi ya usul, hasa karne ya 5 wakajiingiza ashaira wengi katika madhhabu ya Shafi'i, kiasi ambacho mtu anasema anna Shafi'i madhhaba wa ash'ari i'tiqad na aqidata. Sasa Imam Shafi'i hakuwa na madhhabu ya aqida. Hii ni faida ya istitradi tutumeka pembeni, lakini ni madhhab ambayo imejaa ndani yake ulama wa ahlus sunna, muhaddithun kibarul muhaddithin. Sasa hadhihi bidha'atuna ruddat ilayna, sisi tufanye hii ni bidhaa yetu, imerudishwa kwetu. Haya madhhab ni madhhab yetu, tunatakiwa sisi tuyasome, tuyajue, tujue madhhabi ya Shafi'i ni yapi, yaliyojengwa katika misingi ya dalili ni ipi, na madhhabi ambayo si katika madhhabi ya Shafi'i huu ni ukhurafi na usufi ni upi, tuweke pembeni. Tumefahamu? Ndio sababu ya kusoma vitabu hivi, lazima tuvijue, kama vile ambavyo wanawachuoni wamefanya juhudi kubwa, aima rahmatullahi ta'ala ilayhim wamefanya juhudi kubwa katika madhhabi ya Ahmad bin Hanbal katika asri hizi,
Imam Ibn Baz, kabla yake Sheikh Muhammad ibn Ibrahim As-Sa'di, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, Sheikh Al-Fawzan, namna walivyopigania madhhabi Hanbali mpaka ikasimama katika adilla. Juhudi imefanyika. Nayo pia ni madhhabi ilivamiwa na watu wengi na fikra tofauti tofauti, lakini madhhabi ahli sunna wal jamaa. Tayeb, madhhabi iliendelea ikakuwa, juhudi zikawa nyingi zimefanyika za ashab wa Shafi'iyya, watu wakafanya istinbat katika ahkam na tarjih baina al-aqwal al-manqula, kwa sababu wakati mwingine zile kauli za Imam Shafi'i nazo zinanakiliwa kwa Imam Shafi'i kasema hivi, wengine wanasema kasema hivi, kauli za gongana. Hilo lilipatikana pia, kila mmoja husema hii Shafi'i amesema hivi, mwingine Shafi'i kasema hivi, al-imam, kauli za gongana. Sasa yakaja wakati wa tarjih baina al-aqwal al-manqula an al-imam, wakati mwingine zapatikana kauli mbili zenye kugongana, na imma kwa sababu ya naqli ilikuwa haiko sawa, fahamu pengine ikawa haiko sawa, ukaja wakati wa kukusanya kupatikana kauli iliyokuwa sawa katika madhhabi. Zikapatikana njia mbili katika jambo hili. Kuna tariqa na mfumo wa watu wa Iraq, na kulikuwa na mfumo wa watu wa Khurasan. Kwa hiyo inaitwa hizi tariqatu al-Iraqiyin, na kuna tariqatu al-Khurasaniyin ambao wanaitwa al-Marawiza. Zingatia hilo, tariqatu al-Khurasaniyin ambao wanaitwa al-Marawiza, watu wa Marwaz. Sawa, tariqatu al-Khurasaniyin na tariqatu al-Iraqiyin na tariqatu al-Khurasaniyin. Katika kuyakusanya masaili ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala na kuzichambua zile ikhtilafu zilizoko na kufanya tarjih baina al-aqwali al-manqulah 'an al-imam, aqwali zilizonakiliwa kutoka kwa imam, zilipatikana tariqa mbili maarufu katika madhhabi ya Shafi'i, tariqatu al-Iraqiyin na tariqatu al-Khurasaniyin, ambao ni maarufu wanajulikana kwa al-Marawiza. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika al-Majmu' anaeleza kwamba tariqatu al-Iraqiyin fi naql an-nusus ash-Shafi'i wa qawa'id madhhabihi wa wujuh mutaqaddim ashabihi atqanu wa athbatu. Njia ya watu wa Iraq katika kuyanukuu madhhabi ya Imam Shafi'i na misingi ya madhehebu yake na zile aujuhi za wale waliotangulia katika ashabu ya Shafi'i, njia ya watu wa Iraqi iko atqan, iko katika ufanisi zaidi na ndio iliyo madhubuti zaidi min naqli al-Khurasaniyin ghaliba, kuliko naqli iliyofanywa na watu wa Khurasan aghlab. Wal Khurasaniyun ahsanu tasarrufan wa tafri'an wa tartiban ghaliba, na watu wa Khurasani wao walikuwa katika uzuri zaidi wa kupangilia mambo na tasarufi zao, wanapanga masaili na kwa uzuri kabisa kuliko watu wa Iraq. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo njia ya watu wa Iraq ilikuwa inaongozwa na Abu Qasim Uthman bin Sa'id al-Ammati, kisha mwanafunzi wake Ibn Surayj, kisha al-Qaffal al-Kabir al-Shashi, mpaka ikafika kwa Abu Hamid al-Isfarayini, na yeye ndiye akawa umefikia ukomo wa madhhabi ya Shafi'i kwa watu wa Baghdad, na watu waliokuja baada yake wakamfuata kwa wingi, watabi'ahu khalqul la yuhsawn, ikawa watu wote wanarudi kwa Abu Hamid al-Isfarayini. Huyu ndio aliyekuwa katika kipindi cha kina al-Imam Abu Bakr al-Baqillani, yeye katika madhhabi ahli sunna, huyu salafi, huyu Abu Hamid al-Isfarayini, huyu Abu Bakr al-Baqillani ghafara Allahu lahu wa rahima. Yeye alikuwa tayari ameingia baadhi ya vitu katika mambo ya mutakallimin na kuna tamashur ndani yake, lakini huyu Abu Hamid al-Isfarayini alikuwa katika aqida ya salaf na alikuwa na upinzani mkubwa, yani alikuwa akimfanyia raddi za hali ya juu al-Baqillani wazi wazi. Siku ya Ijumaa asema mbele ya watu na mradi Abu Bakr al-Baqillani, lakini watahadharisha watu wasihudhurie katika majalisi zake. Hiyo ndio ilikuwa ndio njia ya sunna wal jamaa.
Kwa hiyo katika waliomfuata Abu Hamid al-Isfaraini alikuwa ni al-Qadhi al-Mawardi, al-Qadhi Abu Tayyib al-Tabari, na wao ni katika tabaka ya juu katika ashabu al-wujuh hao tuliwataja. Nataka nimalizie hapa kidogo ili pate nguvu ya kuendelea. Na tariqa ya watu wa Khurasan ilikuwa ikiongozwa na Abu Awana Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim an-Naisaburi صاحب المسند المستخرج على صحيح مسلم. na miongoni mwao vile vile ni al-Qaffal as-Saghir Abdullah ibn Ahmad al-Marwazi, na ni katika ashabu al-wujuh. Tutaeleza nini mashabu al-wujuh. Na miongoni mwa wanaochuoni waliokuwa wakiongoza tariqa ya Marawiz au Khurasaniyin ni al-Imam Abu Muhammad al-Juwayni, baba yake Imam al-Haramain. Imam al-Haramain al-Juwayni mwenye al-Waraqat, baba yake Abu Muhammad sawa al-Juwayni alikuwa ni mwanachuoni mkubwa katika madhhabi ya Shafi'i ala tariqati al-Khurasaniyin, na yeye ni katika imma wa ahli sunna wal jamaa, na ana risala ameandika. Na miongoni mwao ni al-Qadhi Hussein al-Marwazi na wengineo kama vile Abu al-Qasim al-Furani na mfano hao walikuwa wakienda juu ya tariqa ya Marawiz. Hizi ni njia mbili tofauti. Baada ya kuwa watu wamefikia kwenye kiwango hicho, al-Imamu nafupisha maelezo, Imamu Abu al-Qasim Abdul Karim ibn Muhammad al-Qazwini maarufu ni Imamu Rafi'i, katika wakati wake akaona akusanye njia hizi mbili zote kisha azichambue. Lakini wakati huo pia akaja al-Imamu Abu Zakaria Muhyiddin ibn Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Huyu Ar-Rafi'i amefariki mwaka 624, An-Nawawi amefariki mwaka 676. Tumeshana miaka mingapi kufa kwao? Miaka 52, sio? Kwa hiyo tunataka kusema kwamba Imamu An-Nawawi hakumdiriki Ar-Rafi'i, si kwamba walikaa wakapanga tufanye hivi. Yule alianza kazi, Imamu An-Nawawi akaja akaikamilisha kazi iliyoanzwa na Ar-Rafi'i, akayasafisha madhhabi ya Shafi'i vizuri kabisa. Unaelewa? Kwa sababu Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imamu An-Nawawi amefariki akiwa na miaka 45. Miaka 45. Na pengine bado uko kwenu atakuwa hujaoa, yeye kashafariki, kashafanya kazi yake, amefariki. Si wako watu hivyo. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah fariki kijana mdogo. Na hiyo miaka 45 tunahitaji miaka 45 ya kihijiria, ni kama miaka 43 ya miladia. Kijana mdogo sana, lakini alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana. Kwa hiyo hawa ndio waliofanya kazi sasa za kuzileta zile njia zote mbili, njia iliyokuwa na mfumo uliokuwa ukitumia watu wa Iraq na mfumo uliokuwa ukitumika na watu wa Khurasan, kwa sababu huku ndio kwenye wanachuoni wakubwa wa Shafi'ia hapa Iraq, na huku Khurasani pia kuna wanachuoni wakubwa wa Shafi'ia au tuliwataja, na wana njia walizozitumia katika kuyasafisha, katika kuyatengeneza madhhab. Njia hizi mbili zilikuwa zikikinzana, wao wakaja wakaziunganisha wakaleta njia moja, wakasafisha zile aqwali almanqula an al-imam, masaili yale na khilafati wakazibainisha, wakaweka jambo safi kabisa katika njia. Na katika njia nzuri walioifanya ni kwamba al-Imam al-Juwayni wala al-Ghazali ameandika Nihayatul Matlab fi dirayati al-madhhab, sawa. Alafu alipoona kitabu hiki ni kikubwa sana, kwa sababu amekusanya vitabu vingi, vitabu vya al-Imam Shafi'i, aqwali za al-Buwaiti, Mukhtasar al-Muzani na vitabu vingine vingi, amevikusanya vyote aqwali zile akaandika kitabu. Kwa hiyo ukitaka aqwali za Shafi'ia wewe na ash-Shafi'i mwenyewe utazipata kwenye kitabu kinachoitwa Nihayatul Matlab fi dirayati al-madhhab cha al-Imam al-Juwayni, Abdul Malik al-Juwayni. Akaona kitabu kikubwa sana, ni kweli ni kitabu kikubwa kweli, akakifupisha akaandika kitabu kilichoitwa al-Wasiq
au alianza na al-basit nadhani, kisha akaona al-basit kubwa, akaandika al-wasit, kisha al-wasit akaona pia kubwa hii, akaandika al-wajiz. Akaja Imam Rafi'i akaona al-wajiz hii pia kubwa, watu hawaiwezi, akaandika al-muharrar, muharrar al-wajiz. Imam an-Nawawi akatazama na al-wajiz nayo kubwa, akaandika minhaj at-talibin wa umdat al-muftin. Kwa kitabu minhaj yasiyetoka huko kwenye bahari kubwa inaitwa nihayatul mutlaq fi dirayati al-madhhab. Kwa hiyo wakaja wakayasafisha madhhab, yakakaa vizuri kabisa, wakaondosha baadhi ya aqwali zile shadha na nini na khilafat, wakafanya tarjih baina aqwali za wanawachuoni wa Shafi'iyya, mambo yakaenda namna hiyo. Sasa kwa kuwa wakati umesogea umekwenda na sisi tunatakiwa tuendelee kwenye kitabu, nitaishia sasa hivi hapa. Anataka kwenda hamamu aende, anataka kujinyoosha, anataka kutoka nje atoke, ili tukirudi tuna nashati mpya.